Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji. Hii ni Promova TV, wasaa mwingine, siku nyingine nzuri, kipindi ni Ushuhuda. Mimi hapa unasikia sauti yangu ni Jackton Msafiri, na tuko na mgeni katika siku ya leo, ambapo mimi hapa nitamuuliza maswali kama yapo ili tuweze kufahamu kwa undani kuhusu ushuhuda wake. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa katika vifungo vya nguvu za giza. Ametumika huko kama mtumishi wa shetani kwa muda mrefu katika masuala ya uchawi, masuala ya ushirikina, nguvu za giza kwa ujumla, na vitengo mbalimbali ambavyo ametumikia kwa muda mrefu. Kwa sasa ni mtumishi wa Mungu, mchungaji. Atatueleza sasa safari yake kabla ya kuwa mchungaji na jinsi ambavyo alishinda kutoka katika hiyo mitego na nguvu za shetani mpaka sasa tunamuita mtumishi wa Mungu. Kuna ushuhuda mrefu sana ambao naamini utakubariki sana katika siku ya leo. Kwa hiyo tukukaribisha twende wote mpaka pale tamati, na mgeni wetu yuko tayari kabisa kwa ajili ya kutujuza kwa undani kuhusu huo ushuhuda wake. Karibu sana. Asante. Shalom, shalom watu wa Mungu. Mimi ni mchungaji Norman Kabiemela. Mungu alinitoa kwenye madhabahu za giza. Tangu niliingizwa kwenye madhabahu hizo tangu Unasema ni mchungaji wa kanisa gani, linapatikana wapi? Ni mchungaji ambaye kwa sasa nipo kanisa FPST liko Mbeya, pale sehemu moja inaitwa Hali ya Hewa, lakini pale nipo kwa sasa nipo kwenye matazamio ya kwenda kufungua huduma. Okay. Sawa, haya tueleze sasa kuhusiana na ushuhuda wako. Ndiyo. Mungu, kwanza namshukuru Mungu kwa kunitoa kwenye madhabahu za giza, kwa sababu nilitumika huko kwa shetani miaka 16. Nilikuwa kwenye madhabahu ya kishetani na nilikuwa mwabudu shetani ambaye wa anga za juu, level ya juu, kwa sababu nilikuwa kwenye cheo kitengo cha wakuu wa giza. Hiyo wakuu wa giza tunasoma kwenye Biblia, wakuu wa giza, kitengo hiko cha wakuu wa giza cha uharibifu dhidi ya maisha ya wanadamu, kusababisha magonjwa, kuleta uharibifu kwenye ndoa, kuharibu makanisa. Pia alikuwa na uwezo wa kumuingizia mtu magonjwa na kutoa magonjwa kwa kupitia kodi namba maalum, ambacho leo hii watu kinawasumbua sana. Sasa kabla ya kuwa mchawi wa kufikia level ya kuwa wakuu wa giza, mkuu wa giza, nilikuwa nimeunganishwa na babu. Huyu babu kwanza ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana, amekuwa karibu na mimi. Kabla ya kuwa karibu sana na mimi, nirudi nyuma kidogo, ni kwamba wazazi wangu walifariki, mama alifariki na baba alifariki. Walipofariki nikachukuliwa kwenda Morogoro. Wewe ni mzaliwa wa wapi na walifariki wapi? Mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam, nilizaliwa Kimara Stupova, lakini wazazi wangu, baba mtu wa Kagera, mama mtu wa Morogoro. Kwa hiyo walipofariki wazazi nilipelekwa Morogoro, kwa sababu mwaka 98 mwishoni, hapo nilikuwa na miaka 4. Hapo ndipo ambapo kule nilikutana na babu. Huyo babu alikuwa akinipenda sana, na wakati akiwa akifanya hivyo mimi sikujua nyuma yake kwamba kuna lengo gani, lakini ilikuwa kila ninachokitaka nikiagiza ananipa, nikihitaji ananipa. Lakini siku zilivyozidi kwenda
Mnamo mwaka 1999 nakumbuka nilikuwa nikiota ndoto kuanzia 98 wazazi walipofariki, mwaka 99 pale nilianza kuota ndoto nyingi sana, na zile ndoto zilikuwa ni kama ni ndoto ambazo zilikuwa sizieleza kutisha, ndoto za kula nyama za watu, ndoto za kwenda kusababisha matukio makubwa, kwenda kufanya mambo ya maovu ambayo nikishtuka baadaye huwa nasahau. Lakini nakumbuka kama kuna ndoto niliota, lakini ilikuwa nikishtuka naisahau ile ndoto. Siku hizo zidi kwenda nikawa naendelea kukomaa sasa kuzizoea zile ndoto. Na naona naruka, wakati mwingine naona nipo na mtu ambaye niko na kikundi cha watu ambao hawa watu wamevaa mavazi ambayo yani hayaeleweki, mavazi ya meusi, afu anazunguka anapiga ngoma. Wakati mwingine tunakuwa ndani ya mti tunafanya sherehe fulani, tunakula zile nyama. Sasa zile nyama nilikuwa sijui kwamba kumbe ni mojawapo ya ibada za kishetani. Kwa jinsi nilivyokuwa nikiendelea, zile ndoto baadaye ikaja kuwa uhalisia. Uhalisia, siku moja babu aliniambia, yule babu aliniambia, sasa mjukuu wangu, nataka wewe uwe mtu mkubwa, na katika kuwa mtu mkubwa lazima ujue mambo makubwa ambayo mimi babu yako ninataka ukiyajua hayo yatakusaidia wewe, yatanisaidia na mimi. Nikamwambia, babu, ni mambo gani hayo? Akasema, usiku usilale, nikikuamsha amka. Wewe ni kamanda, ninaelewa na nisikia, unanielewa. Sasa usiku huo ni kweli alikuja kwenye mazingira ambayo ya kutisha, akaniamsha. Na mimi kwa sababu nilikuwa nimeshazoea yale mazingira kutokana na ndoto, nilikuwa nikimuona kwenye ndoto kwamba niko naye, lakini nipo kwenye vikundi, tunashiriki kula nyama, tunashiriki kufanya vitu, matukio makaburini. Sasa sikushtuka sana kwa sababu tayari ile hali nilikuwa nimeizoea kuanzia kwenye ndoto. Usiku huo aliponiamsha akaniambia, akanipiga fimbo. Ile fimbo akanambia, wewe sasa unaenda kuwa jasiri. Kuna vitu ambavyo huwa alikuwa navyo. Akapuliza kile, ana kitu kama kibuyu. Akakipuliza, alipopuliza tukatoeka lile eneo ambalo nilikuwepo. Nilipotoeka mahali pale nikakuta, kufumbua macho niko kwenye mazingira ambayo ya makaburi. Akanambia, unauona huo ungo? Ile eneo la kaburi kulitokea juu, ungo ulitokea juu. Akanambia, panda juu ya huo ungo. Na alikuwa akizungumza kwa ujasiri, anasema panda, kama msisitizo, panda juu ya ungo. Sababu yeye nilikuwa ananisikiliza na mimi namsikiliza, nikapanda juu ya ule ungo. Kuna maneno aliyasema pale, alipoyasema nikakuta ghafla niko kwenye barabara, mazingira niko pamoja naye, nipo kwenye barabara. Akasema, fanya hivi mkono wa huku, huu mkono wa kushoto. Kulikuwa na mawasiliano ambayo tayari muda huo. Akaniambia, fanya hivi. Akanambia, unaona nini? Mimi nikamwambia, ninaona kama kuna vifaa, kama kuna vitu ambavyo vinakuja kwa mbali, lakini sielewi. Akasema, hayo ni magari ambayo ndani yake humo utatakiwa usababishe hilo gari lipinduke. Na akanambia, wewe ni jasiri, utafuata haya maneno nitakao kuelekeza, alafu utatekeleza nitakavyo kuagiza. Basi wakati nimeweka kile kiganja mkono huu, nikawa naona, akanipa kwanza, akanipiga na kuna ule usila, akanipiga nao kichwani. Alivyonipiga ghafla macho yakaya yamebadilika, nikawa naona sasa uwazi kwamba kuna gari zinatoka huku, hizi gari zinatoka huku, hizi zinatoka huku. Lakini ile pale ilikuwa ni njia panda ya magari ambayo yanaenda huku, mengine yanaenda huku, mengine yanaenda huku.
Ile ni njia panda dume ambayo ina njia 3. Sasa wakati amenipiga na ile singa, akasema unaona vizuri? Nikamwambia ndio. Akasema sasa nataka ushika fimbo hii na taya ya mtu ambaye amekufa, yale unga ule meno, unga taya ya meno yaliyounguzwa. Akasema shika hii fimbo, akapaka ule unga. Akasema haya, piga hapo katikati. Wakati gari zile zinakuja hivi zinakaribia zikutana, akasema piga katikati hapo. Nilipopiga akasema safi sana, umefaulu huo mtihani wa kwanza, wewe ni jasiri. Na baadaye wakati tunaendelea kusubiri nini kiendelee, akasema sasa tunaenda kushiriki leo chakula chetu kizuri cha pamoja. Ulikuwa usiku. Baada kutoka pale tukaenda kweli, nikaandaliwa sherehe, na kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vikiandaliwa na wakubwa wale wa kichawi, ambao wao huwa wana mchawi anapokaribishwa kwenye kilinge, pia kuna chale ya ukaribisho. Kwa yule mkubwa akaenda akanichanja chale, ambao moja kifuani, moja kwenye paji la uso. Ile chale akanambia hii ni chale ambazo zitakusaidia wewe kuwa kama vile ambavyo tunataka uwe. Sasa wakati anakaribisha pala, akasema kuwa jasiri. Yule babu alikuwa anambia wewe ni mtu mkubwa, kuwa jasiri na utaweza kufanya makubwa, hata dunia itashangaa. Sasa ile sherehe ilikuwa ikiendelea, wako wa mama pale, watu ambao wengine siwafahamu. Basi wakati tunaendelea, wakaleta chombo kikubwa kama bakuli, ambao muda huo sijui majina yake, lakini ile chombo lilikuwa na damu. Lakini pia wakati alipoleta ile chombo, kilicholetwa kile chombo kikaletwa pia na sahani, ambayo ile sahani pia niliona kama ni sahani hizi za kawaida, lakini kiuhalisia haikuwa sahani. Ile ilikuwa ni gamba la fisi. Sasa wakati naendelea pale, anasema yule baba anasema niaminie mimi, manake mimi ni babu yako siku zote, na nataka wewe mtu mkubwa kama mimi. Akasema kula, usiogope. Basi kaanza kula. Wakati tunakula nikamaliza, baadaye kuja kushtuka nikaona kama tayari mazingira yale yamebadilika, kwamba sasa niko nyumbani, lakini muda huo nipo nyumbani, ninaona muda huo tena kuna vitu ambavyo vinanisemesha. Basi wakati nimelala kitandani pale, nipo nyumbani kitandani, wakatokea wazee 4. Wale wazee walitokea kona hii na kona hii, wako uchi, ambao hao ni kikundi cha walemalema. Hao walijitambulisha kwamba wao ni magwiji wachawi ambao wanatokea katika kikundi cha walemalema. Mmoja wapo alikuwa babu, alikuwa ni chifu yeye huko kwa walemalema, na pia alikuwa ni gwiji ambaye hao wote hao wanatii sheria yake, wanaongozwa na yeye. Kumbe ile ilikuwa ni hafla kwamba wale walikuja rasmi sasa kunikabidhi mimi uchawi na kunisimika kwamba sasa tunakupa kazi maalum. Wakanipa fimbo, ambao ile fimbo ndani yake ilikuwa na uwezo, nikitaka kitu naiuliza ile fimbo. Yani ile fimbo ilikuwa na uwezo kuroga mtu au kumsababishia mtu matatizo kupitia ile fimbo, na ile fimbo ilikuwa na majini ndani yake. Na katika haya mazingira sasa akanipa ile fimbo, nikapewa na pete. Kuna pete ambayo nilipewa, ile pete ilikuwa ya kuzimu, kwa sababu ile pete ilikuwa na uwezo wa kupotea na ilikuwa na uwezo wa kuonekana. Muda fulani inapotea na muda fulani inaonekana. Yaani nikiwa katika mazingira ambayo ninahitaji jambo fulani litokee, ninahitaji
kama kusababisha ajali au kusababisha magonjwa, kuua, ile pete inakuja, ikija na inaizungumzia. Nikizungumza inaenda inasababisha tukio moja kwa moja. Yale majini yanatekeleza, yanaenda kusababisha tukio moja kwa moja. Sasa wakati nimekabidhiwa hivyo vitu, akasema sharti la kwanza, wewe ni mtoto wa gwiji, ambaye wewe ni gwiji, tena tumeona nyota yako inaweza kumzidi huyu kwa sababu una maarifa makubwa, na tunaona wewe ndio utakayemuua na babu yako. Kumbuka kwamba wachawi wana uwezo wa kuona. Wanaona kwamba huyu atakuwa hatari kuliko huyu. Kwa hiyo anapewa agizo, yule babu alipewa agizo kwamba hakikisha huyu anakuwa kwenye maisha haya na hakikisha humpotezi. Kwa hiyo alipewa kama iko kiapo. Sasa wakati tunaendelea na mazingira hayo, nilikuwa natumia ile fimbo. Wakati mmoja nakumbuka kwenye matukio ambayo nilikuwa nasababisha kupitia hiyo pete na fimbo, kuna vitu ambavyo ile pete nilikuwa nikiitumia. Mfano kutaka nikienda shule, wakati sasa hapo nasoma, nikienda shule nikitaka mwalimu, leo hii mwalimu akiingia darasani, yani kumpumbaza asifundishe, kwa sababu nataka siku hiyo kwamba watu darasa zima sielewe, yule mwalimu nampiga ile pete. Nikizungumzia afu nikipiga hivi, ninaipiga kwa nguvu, anamuelekezea, akigeuka tu anakutana nayo, ila wengine hawaone. Ila akikutana nayo tayari anaanza utashangaa tu anasema kwamba muda huu basi, yani anazungumza juu juu, lakini watu wanakuwa hawaelewi. Hata akiuliza maswali anasema hakuna anayeonyesha ambaye anaelewa. Lakini ile ilikuwa ni mojawapo ya kusababisha uharibifu, kwamba mimi nihakikishe wale watoto wenzangu kwanza ni wadhibiti wale. Yani jinsi ninavyoweza kule ndivyo jinsi ambavyo ninavyoweza kufanya mambo makubwa. Hiyo pete ilikuwa inaonekana kwa kila mtu? Hiyo pete ilikuwa haionekani kwa kila mtu, ila wachawi wenzangu walikuwa wanaiona. Kipindi hicho walikuwa wanaiona, na ile pete ilikuwa ina uwezo ukampiga nayo mtu, yani ukizungumzia ukaelekeza kwa yule mtu, ina uwezo wa kumvuta, kama ni mwanamke au kama ni mtu ambaye unataka wewe ni mteja. Yani wale wachawi wana kitu kimoja, anakuja kwako kwamba nataka mtoto wa fulani asifaulu masomo yake, asifanikiwe chochote atakachosoma, vyote atakavyovikumbuka basi viwe juu ya mtoto wangu. Kwa ile pete nilikuwa naitumia kwa sababu wale tayari nilipewa jina kubwa kwenye kliniki kutokana na umaarufu wa babu. Kwa hiyo nilipewa maagizo makubwa kuhakikisha darasa langu na control na wale watoto, na pia hata watoto wa mtaani na control kwa namna ambavyo nataka, na hata watu wazima muda mwingine akinichokoza ninaenda kumuitia kumwambia babu, na babu usiku nakuwa naye tunaenda kumwadhibu yule mtu. Kwa hiyo nakumbuka pia matukio mengine ambayo niliyafanya ni kwamba wakati kuna mtoto alikuwa darasani anafaulu sana, yule bwana yule sasa hivi yuko Mtwara. Yule alikuwa anauelewa sana. Sasa wale wazazi wa kichawi, maadui wa ule, manake wachawi huwa anaona kwamba nina uadui na mtoto wa fulani au na kisasi na ile familia. Kwa hiyo anachotaka ile familia asiwepo mtoto yote ambaye atafika mbali. Sasa anachokifanya, wanatumia aina ya wachawi watoto ambao wana nguvu. Hao wana uwezo wa sababu ndio mtoto ndiye anayecheza na watoto wenzie. Mtoto ndiye anayejua kwamba mtoto mwenzie leo amekula nini shuleni, leo amefanya nini. Kwa hiyo wanatumia umo. Ndio maana hao watoto ni kuwaombea sana, kwa sababu wakati ninafanya hivyo vitu, yule mtoto naye
mzazi wake naye alikuwa ni mtu wa waganga sana, lakini kwa sababu alikuwa ni mtu wa waganga na ndani yake pia yule mtoto alikuwa ana akili, na alimpa ilizi fulani, alikuwa amemvisha hapa kiunoni hapa ilizi, na yule mtoto alikuwa na miwani fulani ambayo ile miwani ilikuwa ina uwezo wa kumkumbusha vitu fulani, lakini sio uchawi. Ule uchawi, yani ule tuseme ni uganga wa kichawi ambao alipewa mtoto bila yeye kujua, na ukizingatia mimi nilikuwa najua tayari kwamba nianze kufanya nini, nianzie wapi nikitaka kupoteza elimu, nitaka kumferisha mtu. Kwa hiyo tayari nilikuwa najua. Sasa nilipoona kwamba okay, nimepewa hii kazi kumpiga huyo mtoto asifaulu, na hii kazi ni kuifanya ni mimi, kwa hiyo nafanya kitu kumpumbaza. Ile pete, mfano akiwa anasoma, akianza kusoma pale, akianza kusoma, ghafla nikimpiga ile pete kichawi, na kwa kama namtazama hivi nampiga kichawi ile pete, manake yeye anakuwa anakumbuka yale yote, anakumbuka, lakini siku anaingia kwenye mtihani anakuta amesahau yote, au akipewa swali muda huo na mwalimu anakuta amesahau, lakini anajiuliza mbona nilikuwa nakumbuka saa hii. Kumbe tayari ile pete ilikuwa na majini fulani ambayo yale majini yalikuwa na uwezo, jini Murafari, hilo linadili na elimu, alikuwa kwenye ile pete. Kwa hiyo alikuwa ile pete ilikuwa na uwezo kumsaurisha mtu, kumpumbaza mtu, kumfanya akumbuke, ajiamini kwamba anaposoma pale anakumbuka yote, anasema hapa mtihani anaenda kufanya vizuri, lakini akiingia tu kwenye mtihani anasahau. Basi niliendelea kufanya hizo kazi za uharibifu, kufelisha. Nakumbuka hilo darasa mpaka walimu walishangaa. Kuna mtihani ambao tulifanya tukiwa darasa la 4. Yule mtoto alifeli, ambao na mimi nilikuwa kama kumtia moyo kwamba pole, kwa nini umefeli? Wewe unatuongozaga siku zote, kwa nini umefeli? Yeye alikuwa anajua, wazazi wake nao walikuja juu, akaanza kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini wanavyoenda mimi babu tunaona, na wale pia wenye wadui, wale wenye familia wenye wadui nao ni wachawi, wanaona, wanasema sasa huyu mtoto mbona hatuwezi kumcontrol, hatuwezi kumfanya asiwe namba 1, asifanye vizuri darasani. Sasa sisi tunaongoza bidii ya kuloga zaidi. Kwa hiyo hivyo kwa naendelea, nikakuwa kwenye mazingira hayo, kusababisha matukio kama hayo, kuharibu elimu, kumsaurisha na kumfanya akose, awe na uvivu. Anakuwa na uvivu wa kufanya ya kusoma. Ghafla mara yake akiwa kirudi nyumbani anakuta yule mtoto alikuwa anajisomea, lakini anakuta michezo imekuwa mingi sana. Yaani anasahau hata vile alivyokuwa mwanzo, na hata mama mzazi tunamkosesha nguvu ya kumsisitiza, au baba yake tunamkosesha nguvu ya kumsisitiza kwamba soma hiki, au kumkumbusha shuleni umesoma nini. Kwa hiyo anakuwa anapuuzia, hawana jambo lolote la kumsisitiza kwamba asome. Kwa jinsi vile anavyozidi kumtia uvivu, ndivyo alivyokuwa anazidi, tulivyokuwa tunazidi kumdidimiza yule kielimu. Mwisho wa siku walimu walikuwa anamchapa sana, lakini wakati wanamchapa kule kwenye kilinge, mimi nilikuwa napandishwa vyeo, nilikuwa napandishwa sasa nguvu, kupewa nguvu zaidi ya kichawi, na kuendelea kuwa zaidi kwenye matukio makubwa. Sasa wakati naendelea, siku moja nipo kwenye mazingira ambayo yalikuwa ni mazingira ya nyumbani. Pale nyumbani wakati nipo kwenye yale mazingira, babu alitokea. Ilikuwa mida ya mchana. Wachawi huwa wanaweza kuloga hata mchana na wakafanya uharibifu hata mchana. Ile mchana niko yale mazingira, babu akatokea akasema, kwa kuwa umefaulu kuzima elimu ya huyu mtoto na kuhakikisha walimu pia wanakuwa wako kinyume naye, wanamwadhibu na kumuonea huyu mtoto, basi hilo jambo la kwanza ambalo litakupa ni mtihani ambao tumekupa ili upate ujasiri zaidi, kwa kuwa umeweza kufanya magumu.
tunataka ufanye makubwa zaidi. Sasa wakati tunaendelea kufanya ule uharibifu, babu alinitokea huo mchana akasema leo hii ninataka niende nikakukabidhi sasa kwa wenzio ambao wameweza kufaulu mtihani kama wewe, na pindi utakapofaulu tu kuvuka hapo, ukifaulu tu hapo, nitakupa zawadi nzuri ambayo hiyo zawadi itakusaidia wewe na itakusaidia kwenye masomo na itakusaidia katika maswala ya uchawi. Yani utakuwa mtu mkubwa ambaye utaweza kupindua hata wakubwa, hata kuroga hata watu ambao ni watu wenye vyeo vikubwa, kwa sababu wewe nyota yako Lucifer ameipenda. Yani shetani alipenda ile nyota toka nikiwa kule kwenye utoto. Ndio maana alipewa kazi babu ya kuhakikisha kwamba huyu atasimama mpaka dakika ya mwisho na asipotee au kwenye cheo kikubwa. Hivyo wakati naendelea kuzifanya zile kazi, kuna siku moja tena nilitumwa sasa kwenda kusababisha matukio. Mtoto anawezaje kusababisha matukio, au najuaje pale alipo kwamba ana uwezo kusababisha matukio fulani, kwamba anasababisha matukio ya kichawi? Siku moja babu alinipa ile fimbo ambayo alikuwa anaitumia, na pia kumbuka nilisema kwamba kuna fimbo na mimi nilikabidhiwa ambayo nilikuwa naitumia, na muda huo ile fimbo ilikuwa kwenye mazingira tatanishi, kwenye mazingira fulani ambayo kama nimekusudia jambo fulani, ile fimbo inaweza sionekane katika ulimwengu wa mwili. Yani wewe mtu wa kawaida huiona, ila wachawi wanaiona. Sasa vile vitu vikaja kuwa dhahiri kwamba sasa fimbo ikawa amechonga, kusema kwamba hii fimbo utakuwa unaiacha nyumbani, lakini utakapokuwa unarudi kutoka shule, hii fimbo utakuwa unaitumia kwenye matukio ambayo nitakuwa nakuelekeza. Sasa siku hiyo akanambia shika hii fimbo, nikashika ile fimbo. Akanambia shika kwa nguvu, nikaishika ile fimbo. Akasoma dua, akazungumza ile dua. Ghafla nikageuka, nikawa njiwa. Akasema nakutuma, nenda mpaka kwenye nyumba fulani, nenda ukaniletee taarifa kwa wale watu kwamba sasa hivi wanafanya nini, sasa hivi wanapanga nini. Wewe nenda pale ukaniletee taarifa zote. Nikaenda pale kama njiwa, nikakuta wale watu wamekaa, mume na mke, wanajadili kwamba wanasema hivi, wanasema mwaka huu nataka mtoto wetu aende boarding. Lakini yule mtoto hapo kwenye mtaa alikuwa anajulikana kwamba kwenye mtaa ule, kwenye lile eneo walifaulu watoto 3. Ule mtihani wa la 7 ni 3 tu. Sasa kipindi kile ambacho kwenye ufaulu huo, manake mtaa wote ulikuwa unajua kwamba mtoto wa fulani amefaulu na mtoto fulani amefeli. Kwa wale walikuwa wanajulikana, wanapanga mipango kwamba huyu aende boarding, aende shule fulani boarding, kwa sababu alikuwa na hela. Tukasema sasa babu akasema nenda kachukue taarifa anachopanga juu ya yule mtoto, alafu lete kila kitu anachokipanga ukilete. Kaenda pale nikasikiliza vyote. Wao wakawa naona kama njoo ameenda ametua. Nilitoa kwenye mti, lakini kiuhalisia sio njiwa. Kwa hiyo nilipokuwa pale mazingira haya nikasikiliza vyote nikarudi. Na wakati nimerudi, yule babu akarudisha sasa kwenye mazingira yale ambayo akanirudisha mazingira sasa kurudi kwenye mazingira hivi. Tukaanza kujadili. Tukaanza kuongea kwamba walikuwa wanazungumza nini, walikuwa wanaongea 1 2 3, walikuwa wanapanga kwanza mtoto aende boarding. Pia hao wanaonekana wana hela sana. Wanaonekana pia hao watu ni ni watu ambao wana mipango vizuri yule mtu. Sasa wewe babu unajua cha kufanya. Wote muda huo ni wachawi. Hiyo muda huo
akasema sasa lazima tuharibu elimu ya huyu mtoto. Wakati babu anambia lazima tuharibu na hatima yake, kumbuka kwamba mchawi huwa ana uwezo kuona huyu mtoto atakuwa nani, atasaidia vipi wazazi wake kwa kupitia nyota yule mtoto. Na nyota ni mstakabali. Kuna mambo ambayo yapo kwenye nyota. Nyota ni mazingira ambayo ni nafsi, tuseme ni nafsi ipo kwenye nafsi. Nyota inaweza kusema huyu mtu atakuwa nani, atafanya nini. Sasa wakati tunaangalia, babu anaangalia kwenye kioo, kwa sababu yeye alikuwa na darubini ambayo ni kioo. Kile kioo cha kichawi alikuwa na uwezo wa sio cha kushika hivi, cha kubeba. Akipiga ile fimbo chini kinatokea kioo, yani anatokea panaangaza kama kioo. Kwa hiyo anaona mazingira yote ambayo mtu ataanzia hapa ataenda kuwa mtu fulani. Kwa akasema huyu mtoto huyu na inaonekana atakuja kuwa ni daktari. Alikuwa na ndoto za kuwa daktari, na kweli kiuhalisia yule alikuwa na akili sana. Kweli akasema sasa cha kufanya, akanituma akasema wewe jenga urafiki naye hapa mtaani kabla hajaenda kuingia form 1. Jenga urafiki naye, na utakapojenga urafiki naye wewe tengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba unaponunua vitu anakula na yeye anakula. Kipindi hicho mtaani tunacheza, ila shuleni yeye alikuwa ametangulia. Manake mimi muda huo nilikuwa bado niko primary. Kwa hiyo yeye alivyotoka, alivyokuwa anaenda, alifanikiwa kwenda form 1. Ile form 1 akasema hii tuache aende, lakini hakikisha kwamba hafiki mbali. Nikatengeneza mazingira, kaanza kutengeneza mazingira yule mtoto kwamba kuwa karibu naye sana. Kwa hiyo kwa mtaani pale namuita, njoo tucheze fulani. Yule mtoto baadaye, yule mtu nakumbuka yule kwa jina alikuwa anaitwa Justin. Kwa hiyo si kokote aliko, lakini Mungu naamini kwa amemsaidia, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yalishapita. Kwa hiyo yule mtoto aliendelea, nikawa karibu naye mtaani, kuwa karibu naye. Mara tukaanza michezo, kumfundisha baadhi ya michezo ambayo potofu, yani unamvuvia roho. Kuna macho ambayo unakuwa ukimwangalia unambadilisha fahamu, anaonekana kama naye, yani anakuwa na ujasiri ya kufanya hata mambo mengine ambayo hataki kufanya. Anamwambia twende tukafanye kitu fulani, twende tukaibe kitu fulani, twende tukamchokoze mama fulani. Basi naye anakuwa na ujasiri, naye anaungana, wakati hakuwa na hizo tabia. Kwa hiyo amebadilishwa ufahamu kwa kupitia nguvu ya macho, ya agano la damu liloko ndani ya macho. Yale macho ilikuwa nikiangalia hivi, maana yake naweza kumbadilisha fahamu na akili na kuweza kumkamata, kumweka kwenye control yangu, yani kumweka kwenye uwezo wangu wa kumdhibiti, kwamba ndakachokitaka asikatae. Sasa wakati tunaendelea, yule kweli nilikuwa kimwambia vitu fanya, anafanya. Kimwambia hiki fanya, anafanya. Siku moja wale kwenye kiringe, wale wazazi ambao walikuwa hataki yule mtoto afike mbali, wakashinikiza sasa upande wa babu na kwangu. Nimesema wewe babu, wewe gwiji, ambayo yule alikuwa ni cheo kikubwa babu, sababu alikuwa ni level ya magwiji ambao walikuwa na uwezo wa kufanya matukio ambayo yani sio level tena ya chini, matukio ambayo dunia, yani ulimwengu kashangaa, watu wakashangaa kwamba hili tukio limetokea tukiaje, lakini waliosababisha ni hao. Sasa wakati nipo kwenye mazingira hayo, kaambia huyu tunataka hatima yake iwe kama tulivyopanga, asifike form 4, na akivuka tu hata form 4, akivuka tu kwenda form 5, basi nitapewa adhabu. Manake ile adhabu, manake yule alionekana kwamba wale wazazi wake walionekana kwamba ni watu ambao kama wanampenda Mungu hivi, yani wanaenda kanisani nini, wana maombi, kama wanaharibu hivi vitu vya kishetani. Kwa hiyo kisasi. Kwa hiyo yule jirani alikuwa ni jirani ambaye alikuwa
hataki kabisa yule mtoto asiende mahali. Akasema ninaomba mnisaidie katika hili, ambao mimi sasa nikapewa hiyo kazi. Siku moja wakati tunaendelea na huyu akaendelea kuwa alikuwa form 1 akaenda form 2. Mimi muda huo ninamaliza darasa la 7, yeye yuko form 2. Kwa hiyo sasa wakati tunaendelea kuwa na urafiki naye, alikuwa anaenda shule, anaenda anarudi, lakini akirudi kwenye michezo mtaani tuko naye. Akasema huyu ngoja nimsababishie. Nikauliza yale majini ya kwenye fimbo, ambaye pale kwenye fimbo kuna majini matatu walikuwepo pale. Kuna Murafat, huyo ni jini anayedili sana na elimu na kuharibu elimu za watu. Pia kuna jini mwingine ambaye alikuwa anaitwa Taku. Pia kuna jini mwingine ambaye alikuwa anaitwa Janatus. Hao wanadili sana na hatima ya mtu. Sasa wale majini nikasema ile fimbo nilikuwa nikiibwaga hivi, nikiibwaga inanipa maelekezo, nikiweka chini inanipa maelekezo kwamba huyu ni mzidi kwenye eneo gani. Nikiambia ni upande, je upande wa namna kuharibu elimu, kuharibu asifaulu, kuharibu asiendelee mbele, nifanyeje? Ile fimbo nikiibwaga, nikinyanyua hivi, kama nikisema je upande wa darasani afeli masomo, inakuwa nzito. Manake ikiwa nzito ile fimbo, manake hiyo kwenye upande wa masomo hata feli. Kwa hiyo anauliza je upande wa tabia, kama upande wa tabia ile fimbo inakuwa nyepesi, inanyuka. Kwa hiyo nilipomaliza hapo nikaona okay, kumbe upande wa tabia ndio nitaweza kumharibia huyu na asiweze kufikia ile hatima kama nilivyoagizwa kwenye kilinge cha kichawi. Kwa hiyo nilipoelekezwa kwamba upande wa tabia, nikaanza sasa kutengeneza. Nikauliza tena kwamba ni tabia gani, kitu gani ambacho tabia itakao mzuru huyu mtoto ili asije akafika hatima ile ambayo amekusudiwa na asije akavuka ile form 4. Akasema ile fimbo ikasema nikachukua kwenye kitabu, sababu mchawi pia kuna wakati mwingine anatumia haya maandiko hizi Biblia, anaangalia kwamba ni shida gani ambayo itampata. Kwa hiyo kaenda kwenye vitabu vinasema matendo ya mwili ndio haya. Anasema je ni uzinzi? Hapana. Uasherati? Hapana. Ugomvi? Sasa kwenye eneo la ugomvi ile fimbo ikawa nyepesi, nikanyanyua nyepesi, ikawa nyepesi. Nikasema okay, kumbe eneo hili. Nikaenda kwenye kilinge, nikasema nahitaji nguvu ya kwenda kumdhibiti huyu mtu mliyenipa kazi kama mimi mchawi mtoto. Sasa wakasema wewe sio mtoto, wewe ni mkubwa, kwa sababu wewe nyota yako Lucifer ameiangalia, kwa hiyo wewe utakuwa mtu mkubwa sana, mchawi mkubwa sana dunia hii ambao utamzidi hata babu yako. Akasema sasa tunakupa majini 4 ambao haya utatumia na kwenda kumsababishia yule mtoto yaweze kumuingia na aingie na hiyo tabia ugomvi, hatima yake mwisho wa siku iweze kuharibika. Wakatuma jini, wakanipa yale majini ambayo jini la kwanza ambalo linaitwa Tajrun. Tajrun ile ni jini ambalo linasababisha uadui na hasira na fitina. Hilo jini yani ni ile ambapo mtoto unamwambia hiki, unamwambia acha hiki, anakifanya. Pia kuna jini wa pili ambaye ni huyu jini analeta hasira sana, ni mjini ambaye ambao kitu kidogo anaweza akaua. Ni jini wa kuweza kuchukua maamuzi, hata akaweza kuua, hata kufanya nini matukio fulani ambao mtu huyu jini akimwingia mtu anafanya matukio hata mengine ambayo ni makubwa ya kutisha, ambao jini Hasnan. Huyu jini ni jini wa hasira. Pia huyu jini ana uwezo wa kumwingia hata kama mtu ameokoka na ana nguvu, kuna moto fulani unamzingira. Yaani huyu yeye anaangalia kwamba udhaifu wako wewe pale penye eneo la kwamba hutaki, mfano wewe udhaifu wako kwamba ukiambiwa kwamba vyote kula, lakini
nyama usile. Anajua huu udhaifu wake kwamba kwenye nyama atakasirika sana. Kwa hiyo huyu jini anapitia hapo hapo kwa sababu anajua kwamba udhaifu wa huyu mtu ni hapa. Kwa hiyo ule udhaifu ndio anaomfanya huyu jini aingie. Na kuna jini tariki. Kuna majini mengine ambao kuna jini subian. Hawa majini walipewa kwamba waweze kuleta uharibifu kwa huyu mtoto. Sasa subiani ni jini ambaye analeta kwanza kwa kina mama. Huyu jini anasababisha matukio kadhaa. Anafunga kizazi, kuzaa, tatizo la kuzaa. Pia huyu jini ndio anayesababisha hedhi, siku zake mtu hazioni, yani hazina mpangilio. Lakini pia huyu jini ndio jini wa kinyongo. Chanzo, yani kitu kidogo mtu anakuwa ana panic haraka. Huyu jini subia. Na ndiye anayeweza kuwafanya watu waweze kupishana na baraka. Manake kama kuna wakati ambako mtu atahitajika sasa zile baraka ambazo Mungu amezituma muda huo zimfikie, zile baraka zinachukuliwa ulimwengu wa roho, zinazuiliwa ulimwengu wa roho kwa sababu ya huyu anaweza kukorofisha kwamba mtu akajiona kwamba akaona mazingira kwamba mimi naonewa na kile kinyongo kinakaa ndani, uchungu. Huyo jini pia wa uchungu. Kwa hiyo mtoto akaa na hivyo vitu, hizo hasira kwamba ugomvi afanye, lengo tu afanye ugomvi ili kule shule afukuzwe na hapa mtaani atengwe. Kwa hiyo yale majini nikayatuma sasa. Wakati natuma manake kuna sadaka maalum ambapo huwa wachawi wanazitoa. Walikuwa wanazitoa. Hiyo sadaka lazima uyape damu yale majini. Lakini pia lazima utengeneze chakula kizuri ambacho yale majini yatakuwa yanakula. Chakula hicho unaweza kuambiwa kwamba kwa mwezi utachinja jogoo mmoja. Utakuwa unatoa jogoo mmoja. Lakini yule pale kiwarisia baada ya siku kadhaa yule atakuwa sio jogoo tena, ni mtu ambaye baadaye atakuja kufa kwenye hiyo familia. Kwa hiyo yale majini kila mwezi nilikuwa natolea jogoo mmoja. Na jinsi unavyotoa maana yake naweka kwenye chungu, yule jogoo nafunika kitambaa cheupe na mchinja mle kwenye kile chungu, na navochinja ile damu naimwagia ndani ya ile chungu. Baadaye namtoa yule jogoo, ile damu naifunika vile na kitambaa cheupe. Baadaye nikija nakuta ile damu haipo. Manake yule jogoo, manake ile damu majini wamekunywa, na hiyo damu manake ni mtu sasa anaenda kufariki kwenye familia. Kwa hiyo nikatengeneza hiyo kafara ya majini, hiyo damu nikayapa chakula chake, nikayapa. Baadaye nikashangaa yule mtoto tayari nivyo yatuma kwa yule mtoto nikaona tayari anaanza kubadilika. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255762841734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +254113844
735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.